yalikuwa ni mafunzo ya uzimaji moto au kupambana na majanga ya moto. Kwa sisi, kwa wanafunzi ambao wanaendelea na mafunzo hapa, madereva wa magari makubwa na magari ya abiria na magari binafsi, ni sehemu ya topic, ni sehemu ya moja ambayo tunataka kufundisha. Lakini kama unavyojua kwamba kitokea moto nyumba ya jirani, utaamsha wanafunzi nini mkasaidia kuzima moto. Ukitokea jengo linaungua hapa la shule, la chuo, definitely na wananchi watakuja kutusaidia kuzima moto. Kwa hiyo hawa madereva wakipata ajali, gari ikianza kuungua moto, lazima tukuta na raia wanaingia kusaidia. Kwa hiyo tukabaini kwamba somo hili ni muhimu sana kwa ni somo la jamii nzima. Kwa hiyo tumekuwa na hili somo, tukalitoa kwenye chumba cha darasa, tukaliweka kwenye viwanja vya chuo, na tumebandika matangazo mengi tu mitaani kwamba mwananchi yote yule anaomba ahudhurie kipindi hiki cha mafunzo ya uzimaji wa moto. Na tujaendesha walimu tu, tumealika wataalamu kutoka kikosi cha zimamoto, ndio walikuwa wanaendesha zoezi hili, na tukaandika na wenzetu polisi wa eneo hili walikuwepo, tukaalika viongozi wa serikali za mtaa walikuwepo. Walikuwa ni tukio la kupambana na zimamoto ambalo ni tukio la kijamii, kwa maana lilikuwa na sura hii, halikuwa limejifungia ndani, tumetoa nje na tukakaribisha na wenzetu kutoka nje. Na mimi nishukuru jeshi la polisi, hasa kikosi cha zimamoto, kwa kweli wamefanya kazi yao vizuri. Nafikiri mwenyewe umeona wamefanya demonstration nyingi, wamefundisha moto ni nini, tunatakiwa kukabiliana na njia gani zimamoto. Kwa hiyo hili zoezi ndio lilikuwa katika sura hii. Kwa labda kama ni msukumo unaona ni wa pekee, ni ule wa kwamba kwa nini tumeamua kuhusisha na watu kutoka nje na tukaalika guest speakers wenzetu wataalamu. Hii tu ilikuwa ni maboresho. Tumefanya hivi kwa ajili ya maboresho, na sababu za kualika watu wa nje ni hiyo kwamba tukio la moto likitokea huwa halina kusema huko ni tena, hata awe jirani yako ni adui yako, ukianza moto pale utajikuta unawiwa kwenda kuzima. Kwa hiyo tumeshirikisha, kwa sababu tumejua kwamba hili ni jambo la kijamii hapa Chanika kama branch yetu mpya. Lakini hatujaja tu Chanika, tunakuja kwa sababu Chanika tuna eneo kubwa na tuna majengo mengi. Tunaongeza aina ya kozi zingine. Tutakuwa na kozi ya walezi wa watoto wadogo, kozi ya mwaka mmoja, na tumesajiliwa na Wizara ya Ustawi wa Jamii toka mwezi wa 5. Kwa hiyo kozi mpya mojawapo hiyo. Tutakuwa na kozi ya hotel management, tutakuwa na kozi za ususi, tutakuwa na kozi za ufundi magari na hizi zingine ambazo zinaendelea za udereva. Kwa hiyo sisi ni wadau wakubwa wa kupambana na ajali, lakini vile vile kupambana na tatizo la ajira kwa vijana.